tusikilize. Haya, shukrani sana. Time ya ongeza bando ndio hii hapa. Sasa hivi tuko na mwalimu wa masuala ya fedha, huyu anaitwa Festo Amos. Kakaangu, habari za sasa hizi? Niko vizuri, hongereni kwa kazi nzuri ya kufikisha ujumbe bora kwa jamii. Shukrani sana. Hongera na wewe pia kwa kufanya kazi bora ya kuwafanya watu wazidi kuwa na maendeleo ya kiuchumi na kifikra kama unayoifanya. Nikushukuru sana, asante kwa appreciate kazi nafanya. Sawa. Sasa topiki ambayo tunayo hapa siku ya leo bwana ni tabia zinazokiuka ongezeko la kipato chako. Tulikuwa tunapiga story hapa na moja kati ya tabia ambazo zipo kwa binadamu bwana, hususan sisi katika jamii zetu hizi hapa, kwamba mtu anahisi kwamba wewe mbona kama hela hii ambayo ninayo kama haikai vipi, kuna michezo, ukizingatia kwamba na kuna imani ambazo tunazoziamini za Kiafrika, imani zetu zile kwamba huenda labda kuna nini ile ni wanahitaji chuma ulete. Okay. Ndio. Unaamini kwenye hili suala la kupotea fedha ya mtu bila matumizi sahihi? Labda nisikujibu moja kwa moja kwamba naamini au siamini, ila tuseme tu kwamba imani ni kitu ambacho kipo na ndo maisha yetu. Lakini pia kuamini kwamba unaibiwa au unafanywa michezo inaweza pia ikawa ni changamoto kwako, kwa sababu haitakusaidia. Kuna mtu mmoja aliwahi kutoa tafsiri 3 za imani katika upande wa lawama. Akasema kwamba watu ambao hawajaelimika mara nyingi wanapenda kutafuta nani mchawi wao kwenye kukwama kwao. Anasema watu wa kundi la pili ni watu ambao mara nyingi wanapenda kujilaumu. Kila kitu kikienda tofauti anajilaumu mwenyewe. Alafu watu wa kundi la tatu ni watu ambao hawawalaumu watu wala hawajilaumu wao. Kila wanachokiona kwenye maisha yao wanatafuta namna gani waweze kutafuta suluhu wasonge mbele. Kwa hiyo hapa ni changamoto ya kimtazamo juu ya namna tunavyochukulia vitu. Kadiri unavyozidi kutafuta nani anakurudisha nyuma, ndivyo unavyochelewa kwenda mbele, kwa sababu huwezi kuona kama vile unawajibika juu ya maisha yako mwenyewe. Na hii ni changamoto ambayo ni moja ya visababishi inayopelekea wengi kubaki chini na kuendelea kurudi nyuma badala ya kusonga mbele. Okay, safi. Nimekuelewa kwa uzuri kabisa. Mimi nataka tu nijue pesa ina tabia zake. Exactly. Pesa ina tabia, na ndio maana matajiri wana tabia za fedha, afu maskini hawana tabia za fedha. Na moja ya tabia za kifedha ambazo huwa zinawakaribia kuwakimbilia na kuwafuata watu ambao wanafanikiwa ni tabia ya kufanya kazi kwa bidii. Na hii tabia inatokana na tabia ya awali ya kuwa na chanzo cha mapato. Pesa haipatikani kwa kuokotwa wala labda kusubiria muujiza kwamba kuna siku nitalala nitaamka nitakuta kuna pesa zimewekwa kwenye draw. Nitalala nitaamka labda nitaokota pesa njiani. Hapana. Mimi nakumbuka mara mwisho kuokota pesa ilikuwa 2015. Nafikiri ni miaka kama 10 imepita. Niliokotaga 10,000 wakati najiandaa kwenda advance. Yes. Utakashangaa. Baba, nimetoka kuongea juma lililopita, nilikopo na watu nikasema yani mimi hapa nahisi mimi ni wale watu ambao wameumbwa kwenye lile kundi la kutookota pesa wala kutoangusha pesa. Okay. Mimi sije kukuta hela mzee. Sana mara mwisho nilokota hela mwaka 98 400 uwanjani pale nyumbani tulikuwa tunaishi 400 mia ikaivi hiyo ndo mara yangu ya mwisho. Basi mimi kuna kipindi bwana nilikuwa ninaokota hela kila siku. Yaani kila siku, kiasi ya kwamba nilipomsimulia mama akasema ukiona tena usiokote. Na hisi ndio maana sina hela sana siku hizi. Kwamba ni mitego sio? Daily kila siku. Ni unbelievable. Unakuta ni kama kitu ambacho kidogo kisimulia watu wanaweza kupata mshtuko. Ni mtu alikuwa anakuwekea kwamba anajua lazima atapita hapa au unajua leo atapita njia. Au labda mwenyewe anachukua hapo anairusha kwa hiyo. Kwa hiyo michezo hii. Tunapozungumzia kuhusu tabia za fedha, moja ya tabia nyingine ambayo huwa kuna tabia za fedha za aina 3. Kuna tabia za fedha wakati wa kuitafuta, kuna tabia za fedha wakati unapokuwa nayo, na kuna tabia za fedha wakati unapoiagiza iende mahali fulani. Kwenye tabia za fedha wakati unaitafuta ni ile kwamba unafanya kazi kwa bidii, unafanya kazi sahihi, unaongeza ubora na ubunifu kwenye kazi yako, lakini pia unakuwa na mbinu sahihi za kutafuta wateja, lakini pia unakuwa na mbinu ambazo ni bora za kuvutia watu, alafu ukiwapata wapotezi unawatunza. Hii ni ile kwamba unakuwa na customer care nzuri, unakuwa na lugha nzuri kwa wateja mpaka wanasema wow.
huyu mtu tunampotezaje? Wanaenda wanarudi na watu wao na marafiki, ndugu, jamaa, wanawakusanya. Wewe unakuwa na kijiji. Ndio maana naambia ukitafuta wateja 10 ambao ni wazuri waliokuamini wewe, wana uwezo wa kutafutia wateja wengine 10 kwa kila mmoja. Chukulia mfano na watu 10 tu waaminifu, alafu wakakutafutia watu 10 wengine, na wao wakakutafutia watu 10 wengine, unakuta unaendelea kujaza kijiji, unajikuta unavuta watu wengi, kwa sababu kila anayekuja kwako atamani kuondoka. Maana yake una tabia nzuri ambazo zinavutia pesa, ndio maana watu wanakukimbilia. Na kanuni ya pesa nasema hivi, pesa ziko mikononi mwa watu. Kadri unavyozidi kujisogeza kwenye mazingira ya uwepo wa watu, au kadri unavyozidi kutengeneza mazingira ya kukimbiliwa na watu, unatengeneza mazingira ya kutengeneza hela nyingi na nzuri zaidi. Lakini kuna tabia za fedha wakati unapokuwa nayo. Kuna ile wengine wanapata kiwewe. Yaani akilala kama ana pesa mfukoni, analala anajiuliza kutakucha saa ngapi. Usingizi hauji. Unakata. Sasa hii ni changamoto ya kisaikolojia, lakini pia wengine unaweza tukasema ni mazoea ya afya ya akili. Kwa sababu kuendeshwa na hali yoyote ni tatizo. Kwa hata pesa ikianza kukuendesha kwenye matumizi, msukumo, hisia na hamasa, inakuwa ni changamoto, kwa sababu huwezi kudhibiti kitu chochote ambacho kinaonekana kama kimedominate ufahamu wako na fikra zako. Lakini pia kuna tabia za fedha wakati unapoiruhusu iende. Kuna wengine wanairuhusu iende kuzalisha, kuna wengine wanairuhusu iende kupotea. Yes. Na hii ndio tofauti. Naambiwa kuna makundi makubwa matatu. Kuna kundi la kwanza la watu ambao wakipata pesa wanaitumia, ndio wale wananunua vitu ambao tunaita liabilities. Lakini pia kuna watu ambao wakipata pesa wanaipoteza, hawajui imeenda wapi. Lakini kuna kundi la tatu la watu ambao wakipata pesa wanaiwekeza ili izaliane na kuongezeka zaidi. Na haya yote ni matokeo ya tabia za mtu. Ndio maana tunasema tabia ni kitu ambacho mtu amekifanya kwa muda mrefu, kwa mwendelezo, kwa kipindi ambacho kimemfanya ile tabia igeuke kuwa ni lifestyle yake. Maana yake pesa, ukiweza kujifunza tabia zake na kuenenda katika hizo tabia, moja kwa moja wewe utakuwa umegeuka, ndani yako ni kama una vinasaba vya hera. Kila unapoenda unaivutia. Ndio maana naambia ukimchukua tajiri yeyote, ukamtoa mazingira alipo, ukamnyang'anya kila kitu, ukampeleka sehemu nyingine, ndani ya muda tu utajikuta ameanza kuwa tajiri. Ndio maana naambia ukichukua pesa zote za watu wote ulimwenguni, ukazigawa fedha kiwango sawa, ukachukua pesa yako na mimi nikachukua, baada ya kipindi fulani wakija kutuangalia watakuta wale waliokuwa nazo wamerudi kwa nazo, lakini wale waliokuwa kawaida hawana hela wamesha, kwa sababu pesa ikiwa mikononi mwa watu wanakuwa na matumizi makubwa zaidi. Kwa hiyo tajiri atasema sasa hivi pesa zipo mikononi mwa watu. Yes. Anatengeneza tu idea na mpango na kitu ambacho kitawavutia zaidi. Anaziokota, watu watamletea nyingi kadiri walivyonazo, kwa sababu tabia ya pesa inasema kama hauna uwezo wa kudhibiti pesa yako, pesa itakushawishi kwenda kufanyia vitu ambavyo vinakufurahisha kwa muda mfupi, halafu baadaye utabaki unajilaumu, pesa zangu zimeenda wapi? Unasema ninalogwa. Ndio tunarudi kwenye ile pale mwanzo. Ndio umeona bwana, hizi ndio tabia ambazo ndio hizi ndio tabia ambazo zinazokiuka ongezeko la kipato chako. Huyu bwana ni mwalimu wa masuala ya fedha, anaitwa Festo Amosi. Natumaini bwana uko hapo umechukua kadari kako fulani hivi na kapeni kako fulani hivi, una note baadhi ya vitu. Tunaendelea kupigania story, lakini sasa hizi naomba nikupe burudani za Azam, alafu baada ya hapo tutaendelea na mipango mingine. Ndio mambo ya Azam TV. Sasa tunasema kiwashe. Jamani, naomba nianze na tarehe 25 leo hiyo, mashabiki wa soka. Msikubali huu msisimko. Hii ni ya kwetu wote, Tanzania na Morocco. Naitwa Africa Qualifiers. Taifa Stars inapambana kutoa tiketi ya AFCON. Basi na wasikilizaga wa Tanzania wanavyohojiwa, inatia morali, inaita bashasha. Timu yetu. Jana kuna mmoja alikuwa anahojiwa akawa anasifia namna ambavyo kocha amepanga ile kikosi. Mpaka mimi mwenyewe nikasema kweli. Tanzania moja, sauti moja. Taifa Stars kutoa tiketi ya AFCON. Sasa leo usikose. Tarehe 1 na tarehe 2 April CAF Games moto utawaka. Tarehe 21 mpaka tarehe 27 Muungano Cup, kombe la fahari likiwakutanisha miamba ya huu kanda. Kwa hiyo huo ni upande wa soka. Upande wa burudani, tamthilia sasa, na kwenyewe kumekucha. Azam 1 kuna ile Heartless, tamthilia mpya telenovela ndani ya Azam 1 kuanzia saa 3 usiku, na tukirudi Azam 2 kuanzia saa 1
ni mapenzi fitna, nani ataibuka mshindi, na izungumzia Anmo kwenye Kombolela na Mzani wa Mapenzi, Ijumaa hadi Jumapili ndani ya sinema zetu, mapenzi na drama kwa wingi. Upande wa Tufani na tamthilia ya kiki, Jumatatu hadi Alhamis ndani ya sinema zetu, Shindano wa Mapenzi na Njama Kali. Na ukija sasa kuanzia saa 4 usiku ndani ya Azam 2 ndio kuna The Great Sejuks. Pole msikilizaji. Historia, vita na usaliti wa kifalme. Hiyo ndio Azam TV. Lipia kifurushi chako cha Azam leo mapema, uhakikishe hukosi hata sekunde moja ya huu msisimko. Azam TV kiwashe. Pilika. Bwana, inawezekana unatutazama saizi pale YouTube. Hongera sana. Andika tu bwana East Africa Radio, unakuwa unatupata kwa usawa kabisa. Umetisha sana. Naendelea kudondosha pale comment yako, na sisi hapa tutakuja kuisoma. Tuko na mtaalamu wa masuala ya fedha. Huyu hapa ni mwalimu pia, Festo Amos. Lakini pia kwa wewe ambaye unayetusikiliza kupitia masafa ya radio, shukrani sana kwa kuendelea kutusikiliza hapo. Hii hapa ni pilika ya East Africa Radio. Inawezekana pia muda mwingine labda hatupatikani kwa dakika 5 hadi 8 hivi, iwe asubuhi, na itaendelea hivyo jioni pia kwa muda mfupi tu, lakini mpaka tarehe 30 March yote hiyo itakuwa imekata. Tafadhali sana endelea kutuvumilia kwa usumbufu huu, kwa sababu sisi hapa ndio media pekee ambayo inaokupa burudani pendwa na masomo kama haya ambayo tuko nayo hapa. Tabia zinazokiuka ongezeko la kipato chako ni nini? Tunaendelea hapa na ndugu yetu anaitwa Festo Amos. Inawezekana mipango pia ikawa ni kikwazo cha hayo mambo. Naomba tupate burudani kwa ufupi hapa. Huyu anaitwa Bosco Ton, ngoma inaitwa Mipango. Alafu tukirudi tunaendelea na Festo Amos. Kifuatacho ndio haya masomo ambayo tunayokupa hapa, infotainment kama hii hapa. Lakini bwana, leo tuko hapa na Festo Amos, mwalimu wa masuala ya kifedha. Tulizungumza pale moja kati ya tabia ambazo zinazomfanya pia binadamu aweze kushika hela na aweze kupoteza. Kuna ile tabia ya pili ambayo ulisema huyu mtu wa pili anaweza hajui hela imeenda wapi. Alikuwa nayo lakini hajui hiyo hela imeenda wapi. Ikoje hii? Okay. Hii inatokana na sababu kama 5 hivi. Sababu ya kwanza ni pale mtu anapotumia pesa bila kufuata bajeti. Kwa sababu bajeti inakwambia pesa iende wapi na sio kujiuliza imeenda wapi unapokuwa huioni. Lakini pia tabia nyingine ni umeelewa hiyo? Bajeti ni kuiambia pesa iende wapi kabla haijaenda, ili usije ukajiuliza imeenda wapi wakati hauioni. Lakini pia tabia nyingine inayopelekea watu wengi kupoteza pesa bila kujua imeenda wapi ni pale wanapofanya matumizi bila kurekodi. Hiki kimefanya hivi, pesa hii imeenda huku, hiki nimenunulia hiki. Kwa hiyo inasaidia sana kuweza kujua tathmini sahihi ya mwongozo na mwenendo wa matumizi yako. Lakini pia kingine ni kufanya matumizi kwa muhemko. Yani umepata pesa papa, uko kwenye ile hali ya furaha, hamasa na hisia za ile excitement fulani, unaenda kufanya matumizi. Ndio maana tunashauri kwamba ukipata pesa nyingi pap, wakati huo on the spot usiende kufanya matumizi. Relax kwanza, tuliza moyo. Ukisha tulia ndo upangilie hii inatakiwa ende wapi, hii ende wapi, hii ende wapi. Hii inasaidia ili pesa isiwe inaondoka, kwa sababu pesa ina kawaida kukamata hisia na moyo wa mtu pap. Ikikamata hisia na moyo wa mtu anajikuta anafanya kile ambacho anajisikia kwa wakati huo, alafu ni nje na mipango ya akili. Nilikuwa napiga story na mfanyabiashara mmoja jana tu hapa. Yeye mfanyabiashara alikuwa ananiambia kwamba ni kweli kwamba hakuna mtu mwenye hela sana ambaye huwa hapitii riski. Either iwe calculated ama isiwe calculated. Yani either uwe umeipima ama uwe haujaipima. Akawa amenisimulia moja kati ya tabia yake ambayo anayoifanya. Mfano, anaweza akapata hela labda milioni 50 hapa faster, si ndio Yes. Anaweza akaenda kununua gari. Fureshi kabisa. Sawa. Lakini gari lile anaweza akaja kuligeuza kwamba ana uhakika kwamba ananunua gari ambalo
litahitajika. Kwa hiyo yeye atakuja kuuza kwa bei ya juu zaidi ya ile ambayo kanunulia lile pale gari. Hii iko sawa. Haikuwa kwenye mipango yake before, lakini kapata akaona ngoja kwanza kanunua hii, alafu ana imani inamtuma kwenda kufanya kile pale kitu, then akija kufanya mambo anakuwa fresh. Huyu sio spender, huyu sio mtumiaji, huyu ni strategic businessman, ni mfanyabiashara wa kimkakati, anajua nini anafanya. Tabia ya watu ambao wanatumia pesa baadaye wanakuja kujilaumu ni wale ambao wanafanya kitu hawana future nacho hicho kitu, hawana chochote wanachoweza kupredict juu ya namna watakavyofanya ili kusecure pesa yao. Hii ndio changamoto. Lakini huyu anayekwambia kwamba ananunua hii ila najua nitaiuzaje, nitaiuza wapi, nitaiuza kwa nani na nitatengeneza pesa kiasi gani. Huyu mtu ambaye ana uhakika kupata pesa zaidi ya ile aliyoiweka, hatuwezi kusema amepoteza, na huyu hatuwezi kusema ni mtu ambaye ni mfujaji wa mali. Tofauti ya wale ambao anaenda kwanza kuchukua mkopo benki, anaenda kukopa pesa, ananunua gari, alafu hiyo gari anaanza kuteseka nayo, inaanza kudepreciate, inaanza kuchaka hata kabla hajamaliza ule mkopo. Hii ni hasara juu ya hasara, ni matatizo juu ya matatizo. Lakini huyu ambaye ananunua hata kama ni simu, ana uhakika kuna namna atakavyofanya. Huyu ni mfanyabiashara, maana yake atatafuta chimbo ambao atanunua kwa bei ya chini ili itakapofikia hatua ya kuuza auze kwa faida. Huyu ni mfanyabiashara, na hiyo pesa tuwezi kusema ameitumia, badala yake tunasema ameiwekeza. Ni kwa muda tu, alafu itarejea, alafu itarudi ikiwa imeongezeka. Huyo hatuwezi kumlaumu. Lakini wale ambao tunawasema sasa hivi ni wale ambao wananunua vitu ambavyo vinaisha hapo hapo. Na hakuna namna nyingine yote anaweza kairejesha ile pesa. Na kila pesa unayotumia unakuwa umeipoteza. Na pesa yote ikipotea huwa hairudi. Na hii ndio maana tunatakiwa kuwa makini sana na matumizi ya pesa, kwa sababu ni mlango pekee wa upotevu wa fedha, matumizi ya fedha. Mtu yeyote ambaye atakuwa na nidhamu kwenye matumizi ya fedha, huyu mtu ana nafasi kubwa zaidi ya kufanikiwa, kwa sababu watu wengi sio kwamba wafanikiwe kwa kuwa wapati pesa, ila ni kwa sababu matumizi yao yanazidi vipato vyao au yanaendana na vipato vyao. Kuendana na kipato haina maana uko salama, kwa sababu unatumia pesa yako yote. Lakini pia kuzidisha, hii ndio hatari zaidi. Unakuwa umechimba shimo ambalo linakuzidi urefu, uko chini kwenye madeni, hiyo ni hatari zaidi. Lakini walio salama ni wale ambao tabia zao ni kutumia pesa ambao ni chini ya kipato chao. Kipato chake ni labda milioni 1, anatumia 800,000 au 700,000. Hii nyingine inakuwa ni kwa ajili ya security, lakini pia kwa ajili ya investment. Huyu mtu anakuwa uko salama zaidi. Ni tofauti kabisa na wale ambao wanakuwa ni wako juu au wako sawa na kipato chao. Moja kati ya dawa ya kukimbia hilo tukio, umezungumza uvujifu wa hizo hela ambazo pesa zinazoweza kupotea. Umezungumza katika lile swala zima la kuandika. Yes. Kuna njia zinazoshauriwa kitaalamu kwamba niandike hivi, ama unajua kuna watu sisi magenius wale ambao tunaoandika kichwani. Tunaandika kichwani. Ndio kwamba ukikaa unafanya sawa fresh. Mimi nakosea sana kuandika kichwani. Tunasema au kuandikia kwenye simu sometimes. Ni emotional, hauko strategic. Unaweza ukawa pia unafanya ni unajidanganya nafsi yako. Kwa sababu hata wiki moja ikipita anajitekenya mwenyewe anacheka. Wiki moja ikipita hauna uthibitisho wote unaweza kutuambia kwamba unakumbuka matumizi ya Jumatatu mpaka Jumamosi. Ni uongo. Badala yake tunashauri, ndio maana ile kanuni ya zamani ya wahenga wakatuambia kwamba mali bila daftari hupotea bila habari. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kurekodi, kwa sababu inakusaidia pia kujua umetoka wapi, uko wapi na unaenda wapi. Lakini pia inakusaidia kuepuka baadhi ya makosa ya kimatumizi ambayo unayafanya. Watu wengi wanafanya makosa makubwa sana kwenye matumizi ya fedha, ikiwa ni pamoja na kupeleka pesa mahali ambako hawakutakiwa kuzipeleka. Lakini pia ni pamoja na kujirusha. Unajua watu wanapenda raha, burudani ile. Kila siku za wiki ni mikiki, weekend ni kwenda kujirusha. Sasa hizi ni changamoto ambazo wengi wanajifurahisha ndani ya muda mfupi, wanakuja kulia kwa muda mrefu. Na ni mbaya sana. Chukulia mfano mtu ameteseka kuitafuta pesa, waajiriwa,
mwezi mzima, alafu anaipata labda pesa tarehe 25, 21 au tarehe 30 hapa katikati. Wiki moja tu la kwanza ameishi maisha ya kisuperstar. Yani kama mtu ambaye tayari hana shida kabisa. Wiki moja nyingi hiyo kakangu. Wiki moja bro, ni starehe lakini za wiki moja, alafu nakuja kuteseka wiki 2 huko mbele au wiki 3 zote. Hizi ni hatari. Sasa maana yake ni mtu ambaye unakuwa ni kama, unajua kuna kitu kinaitwa instant gratification na delayed gratification. Instant gratification ni ile furaha ya muda mfupi ambayo inapotea hapo hapo. Lakini delayed gratification ile unajinyima raha ya kipindi fulani, halafu unakuja kuilimbikiza, kuifurahia kwa siku za usoni. Hawa ni watu ambao wana maono. Mtu asena maono hawezi kuifikiria kesho. Mtu ambaye hana maono anaishi kama vile anaishi leo, ameandikiwa barua au taarifa rasmi kwamba ndugu yangu jiandae kesho naondoka. Wengi tunaishi hivyo. Yaani anakula kama vile anataka ajiripize, ajiripue, ajimalize ili mradi kesho tu akiondoka asiseme kwamba nimewaachia mali waliobaki duniani. Huyu mtu ambaye hana hiyo tabia ya kuandika kabisa. Anaanzaje? Anaanzia wapi huyu? Cha kwanza awe na mwalimu wa kiboko. Ni rahisi tu. Unaweza ukawa na msimamizi kama mentor au coach, ni jambo rahisi, linawezekana. Lakini pia ukiamua kujisimamia mwenyewe, japo ni ngumu kidogo, unaanza kwa hamasa baadaye njiani my god. Sasa kwa nini naandika hivi? Hii pesa ni ya kwangu. Kwa nini nitese? Ndio hapo tunasema kwamba njia rahisi zote waga zinaishia kubaya, lakini njia ngumu nyingi zinaenda sehemu nzuri. Na ndio maana naambia ukifanya mambo magumu maisha yako yatakuwa mepesi, na ukifanya mambo mepesi maisha yako yatakuwa magumu. Ni uchaguzi tu. Na moja ya tabia ya watu ambao wamefanikiwa ni kuchagua kufanya vitu vigumu leo ili mradi vinawapa furaha ya baadaye. Lakini watu ambao hawanaga future wanafanya vitu ambavyo ni vya furaha ya papo kwa papo, halafu hawajali kesho wataumia, ndio hivyo. Ndio maana wengi uzeeni wanajuta. Sawa, kupitia 0683802966 hiyo ndio namba ya kututumia ujumbe mfupi wa maandishi hapo, na pale YouTube andika tu East Africa Radio, unakuwa unatupata kwa usawa kabisa. Then dondosha comment yako pale, alafu tutakuja kuipitia kama ambavyo alivyoandika ndugu yetu anaitwa Hamadi Bachu pamoja na Tumaini Masoki. Shukran sana kwa Moshi Biengo, bila kumsahau Dennis Kabaisa. Zote tutakuja kuzisoma hapa. Tupo na mwalimu wa masuala ya fedha, si mtu mwingine, anaitwa Festo Amos. Kwenye meseji huyu hapa anaitwa Joyce Sule pande za Maretadu Manyara, anasema nawapenda sana wote hapo studio, endeleeni kunielimisha. Haya, huyu mwingine ngoja ikae uzuri. Angalau kwenye simu wakati naweka vizuri huko. Namba ya kupiga pia ni 0653231352. Ninairudia tena 0653231352, na maada husika hapa tabia zinazokiuka ongezeko lako la kipato chako. Wewe hapo ni zipi? Sindio? Fresh kabisa. Wewe baki hapo hapo. Tukirudi hapa tunaendelea. Tuko na ndugu yetu anaitwa Festo Amos. Natumaini umejifunza mengi sana, lakini utaendelea kujifunza zaidi. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. This is who we are. When I look at this is what we play. Damn son, we keeping it shit. Transmitting music. You got an addiction, man. You got an addiction. East Africa Radio. East Africa Radio. Together tunawakilisha yaliyojiri kwenye mjadala. Jambo la kwanza, usiweke taarifa binafsi nyeti mtandaoni, na makosa ya wengi huanzia hapo. Taarifa nyeti binafsi zinaweza zikawa zinahusu kadi yako ya benki, na wengi kwa sababu wanataka sijui kununua vitu gani mitandaoni wanaweka kadi zao za benki. Lakini jambo la pili, usianike namba yako ya simu. Namba yako ya simu ni taarifa nyeti binafsi, na ndo ambako baadhi ya matapeli wakiingia. Kuna application nyingi za kuingia mtandaoni na kuchukua namba na email za watu mlizozianika mitandaoni. Epuka kuanika barua pepe yako au email. Epuka kuanika namba yako ya simu moja kwa moja. Lakini pia unapowasiliana na watu, kuna kitu kinaitwa direct message au DM, either Instagram au Facebook, nadhani ni Facebook Messenger.
unapokaribia unapoanza kuwasiliana na mtu kuna utapeli wa kizamani sana, lakini bado unaendelea, ni ajabu sana. Mtoto wa kiume anaona mtu ana act kuwa mtoto wa kike na hujakutana naye na humjui. Yani kwa picha alizoweka kwenye profile na wala hujawahi kukutana naye, unashawishika na unatuma pesa na unatuma hadi ya kutolea. Nadhani epuka kujihusisha kwenye vitu vya kijinga jinga. Sijajua nitumie neno gani rafiki, kwa sababu kuna vitu vingine unagundua ni vya kijinga sana mpaka wewe mwenyewe unaona kwa namna nilivyotapeliwa, hata kwa jamaa na marafiki kwa mimi nimetapeliwa, inakuwa sio. Usikose kufuatilia kipindi cha Mjadala kila siku za Jumanne saa 3 kamili usiku, EATV pekee. The feeling of good music. Nje wanapasuka, utosa utone wenzio wakipayuka. Kimeumana, piga spana. East Africa Radio, all hits. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. Oya, bado tuko hapa bwana, tabia zinazokiuka ongezeko lako la kipato. Ndio. Kwenye message pa? Naomba urudie tena hizo tabia. Kwenye kuitafuta pesa na kuikosa pesa, please. Kaomba. Kwenye kuitafuta pesa na kuikosa pesa. Please, kaomba. Asa hiyo ndio tunaiunganisha na tabia sasa zinazokiuka ongezeko lako la kipato. Ndio hizo. Kwa kumsaidia tuanze na tabia ya kwanza inayopelekea changamoto ya ongezeko la kipato kuwa ni shida kwa walio wengi. Tabia ya kwanza ni kuridhika. Mtu aliyeridhika hawezi kujisumbua kwa chochote. Ndio maana tukasema hivi, watu wanaishi kama ndege. Ndege kazi yake tu akiingia kwenye kiota chake, akatoka hapo akaenda katafuta ulezi sijui wapi huku na kule, akila kishiba, akinywa maji, biashara imeisha. Huyu hawezi kufika mbali. Lazima mtu asumbue akili ili kuchakata namna gani unaweza kutoka hapo ulipo kwenda kule unakotakiwa kwenda. Tabia ya pili, sasa kuna tabia nyingine ambayo tunasema watu wanaishi kama, kuna kitu kinaitwa mbio za panya. Mbio za panya ni ile kwamba yani wewe ukipata kwa mfano mshahara utautumia wote mpaka utakapokutana na mshahara mwingine, na hapo wewe saiko ya mwezi imeisha, hauwazi kingine chochote. Watu kutowaza kesho yao ni moja ya sababu zinazopelekea kutofikiria kuongeza kipato, kwa sababu ongezeko la kipato linalenga kutanua mipaka ya maisha ili kutoka pale ulipokuwa kwenda mbali zaidi. Ulikuwa unamiliki vitu fulani umiliki zaidi ya hapo. Ulikuwa na vitega uchumi kiasi fulani uongeze zaidi. Na hapa ndipo tunapata watu ambao wanakuwa na tabia ya kuchakata vitu, kujitesa na kujisumbua kwa namna yoyote ile. Halali hasinzii mpaka apate wazo jipya la kumpeleka hatua mpya. Hii ni tofauti kubwa sana ya watu ambao wanapiga hatua kiuchumi. Lakini pia tabia nyingine tunasema ni tabia ya kutoboresha unachokifanya. Kitu kikiwa vile vile, ndo pale tunaposema kwamba huyu mtu anataka kujua tabia zinazopelekea watu kwenye kutafuta pesa wabakie pale pale. Ofisi iko vile vile, biashara yako iko vile vile. Hakuna mageuzi wala mabadiliko. Hakuna ongezeko lolote. Hakuna chochote kipya kilicholeta ubunifu unaoweza kuvutia watu kwa utofauti. Watu wakiona kwamba umebweteka na hali ilionao na umeona kwamba pale ni mwisho, nao wanakuchoka na kukimbia, unaenda kutafuta watu ambao wana brand new. Watu wanapenda vitu vipya siku zote. Kwa ukiweza kuwajua wateja na kusoma kitu wanachokihitaji, ukawafanyia vitu vipya, obvious watakuletea pesa kwa utofauti na kwa wingi zaidi. Lakini pia tabia nyingine ni kutojifunza kuweka akiba na kuwekeza. Kutoweka akiba na kuwekeza ni kikwazo, kwa sababu kwenye kanuni za ongezeko la uchumi tunasema kuna formula mbili. Kuna formula ya kuongeza, kuna formula ya kuzidisha. Formula ya kuongeza inapatikana kwa kuweka akiba. Formula ya kuzidisha inapatikana kwa kuchukua ile akiba na kwenda kuiwekeza mahali ili iweze kuzaliana zaidi. Na hii ni tofauti kubwa ambayo watu wanaofanikiwa
kuitengeneza na kuijenga kwa uaminifu na kwa mwendelezo. Wasiofanikiwa wafanye hivyo. Ndio maana wanakuambia mimi nile nishibe imetosha. Mimi nikiwa na furaha imetosha. Mimi leo nikishiba habari ya kesho itajisumbukia yenyewe. Na hii kesho anaijua Mungu. Wanasema hivi. Wanasema kesho anaijua Mungu. Anaijua Mungu. Kwani riziki nilopata sasa hivi nijua kanitapata. Kwa mchezo na Mungu ni kwenye Biblia neno linasema angalieni ndege wa angani. Hawalimi, hawavuni. Yaani wanakula. Kwenye Biblia wameushika huo mstari mzuri. Wameushika vizuri. Mimi huwa nasema chochote ambacho unakitafsiri kwa namna isiyo kusaidia, unakuwa umekikosea na umejikosea nafsi yako, kwa sababu chenyewe kama ni formula iko pale pale, yenyewe itakiwa itafsiri kwa namna inayokusaidia wewe kupiga hatua. Ndio maana nasema msimamo wote sio kusaidia, huo msimamo umejiamua kujitesa, ni kama unaamua kujinyonga. Imani yoyote sio kupa manufaa haikufai. Hii itakusaidia sana kuweza kutokuwa tofauti. Na jambo la mwisho, tujifunze kuomba matunda. Tujifunze kuomba mbegu, sio matunda. Tunda linaliwa lakini mbegu inapandwa. Ukienda kukopa pesa, kopa pesa kwa ajili ya kuzalisha na sio kwa ajili ya matumizi. Anayekopa kwa ajili ya matumizi anaenda kuomba tunda. Anayekopa kwa ajili ya kuzalisha anaenda kuomba mbegu ili aipande baada ya vune zaidi. Swali ndio. Naomba tuanze na huyu msikilizaji aliuliza jana hiki kitu. Naamini wewe ni mtu sahihi ambaye unaweza kumsaidia. Yes. Anasema habari hapo studio, anaitwa Susan. Anasema yeye anaomba ushauri. Amepata kazi Kijitonyama, alafu yeye anaishi Mbezi Maramba Mawili kwa sasa hivi. Changamoto ni kwamba anawezaje kusevu nauli, chakula na mshahara ni mdogo sana, haukidhi kabisa. Amepata kazi ambayo mshahara wake kwa mwezi ni 100,000. Anatamani kuifanya hiyo kazi. Swali, je, akichukua maamuzi ya kupanga chumba karibu na kazini kwa bajeti ya 100,000 kwa mwezi ataweza? Anaomba ushauri. Anakaa Mbezi Maramba Mawili. Mbezi Maramba Mawili. Kazi ni Kijitonyama, mshahara 100,000 kwa mwezi. Sasa anataka pia aeke nauli ya save pamoja na chakula. Kwa haraka kwa nauli kutoka Mbezi Maramba Mawili mpaka Kijitonyama inaweza ikawa Maramba Mawili mpaka Mbezi ni 1,000. Mbezi mpaka Makumbusho ni 1,000. Kwa hiyo 2,000 kuja. 2,000 kurudi, na maana ni 4,000 hiyo nauli. Akisema labda anywe na vimaji hapo, yani tena tumempangilia ile ya kujinyima buku. Na buku lake la kama atakula miogo sio nini, na maana ni 5,000 kwa siku matumizi yake. Ambapo ukipiga hesabu hizo kwa mwezi ni 1,500,000. Inazidi mshahara. Kanuni nasema unaweza ukafanya kazi ambayo inakurudisha nyuma, sio kukusaidia kusonga mbele. Yaani kuendelea kufanya kazi ambayo itasababisha ongezeko la matumizi, hii nayo inaweza ikawa ni changamoto. Badala ya kusonga mbele utarudi nyuma, kwa sababu utaingia kwenye madeni ili uweze kuifanya hiyo kazi. Ni matatizo, utaongeza na msongo wa mawazo na stress. Cha kufanya hapo, angalie, azungumze na huyo mtu ambaye amempa hiyo kazi, kama wanaweza aka-adjust angalau akambalancea kwenye nauli. Lakini pia angalie kama kuna uwezekano wa atafute rafiki anaye kama mazingira ya hapo, angalau akae kwake kwa kipindi fulani wakati anajikusanya. Wakati mwingine tunasema kwamba ni heri angalau uwe unapata kitu ambacho kinakukidhi mwenyewe ila kisikurudishe chini, kwa sababu na kumetoka kwenye utegemezi. Hiyo ni hatua moja wapo. Wakati huo unaendelea kujichakata, unaongezaje kipato ili utoke pale kwenye kubalance kati ya matumizi na kipato, uweze kuongeza angalau uweze kuanza kujiwekea akiba kidogo kidogo. Yes, itakuwa nzuri. Shukrani sana. Tutakupataje kwenye mitandao ya kijamii? Instagram Festo Amos_TZ, YouTube Festo Amos, TikTok Festo Amos_, lakini pia Facebook unapatikana kwa jina la Festo S Amos. Jamani, wale ambao wameuliza maswali ni mengi, kwa hiyo mfuateni huko kwenye mitandao ya kijamii, atawaelekeza vizuri. Natumaini pia umejifunza. Asante. Tumevuka boda kuiunganisha miji mikuu ya Tanzania, Kenya na Uganda, na kwa pamoja tumeichagua East Africa Radio kutuleta pamoja. East Africa Radio. Together tunawakilisha. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Ni asubuhi sasa. Ndugu zangu, kama rais halali, wewe usingizi unaotoa. Tunajua una pilika nyingi sasa. Kutoka kule natembea kwa miguu, niko paki. Nimechoka.